Mambo mkaka mkarimu. Poa. Nani mwenzangu? Mimi ni yule dada ambaye tulikutana duka la nguo. Niambie. Vipi unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Sijajua wewe ulifika salama. Nimemiss kuonana na wewe. Kuonana na mimi tena. Basi sawa. Hakuna shida, tutaonana. Lini? Siku yoyote ambayo utakuwa free, unaweza ukaniambia tu tukakutana. Nitafurahi sana maana niko naye na jina msomba ni mwenye furaha. Usiambie bwana. Kwa ukiwa na mimi tu unakuwa na furaha. Sawa, fanya kweli basi. Basi sawa. Lakini mbona unaonekana kama umelala kifuani kwa mtu? Hapana, nipo peke yangu. Yaani nimekuwa mpweke kweli. Wewe usiniambie. Hapana bwana, sio kweli. Kweli? Okay, sawa basi. Basi fanya hivyo. Usijali. Nitafanya hivyo. Nakupenda. Sawa. Nakupenda pia. Sawa. Haya poa. Uwe na siku njema. Na wako pia. Okay, asante. Mungu asante nimepata mtu ambaye ananipenda. Nilikutana na wewe, my queen of love, ukanifanya niamini kwenye love from above. Kila tabasamu lako linanipa peace with you baby, my heart feels ease. Kumbe ni wewe. Nakumbuka tulikutana pale kwenye duka la nguo. Kumbe bado una kumbukumbu. Vizuri sana. Lazima nikukumbuke kwa sababu wote tunafanya kazi moja. Wewe unauza nguo na mimi nauza nguo. Ila tofauti wetu upo kwenye kupambana. Wewe unachumia kivulini, mimi napambana juani kama hivi unavyoona. Hapana, kila kazi ina ugumu wake. Ujumbe wangu umeupata? Ujumbe gani? Siku zile ulipokuja dukani. Una ujumbe. Kwa bahati mbaya zile nguo tangia siku nilivyorudi sikuzivaa na sikuziangalia. Mchakato wa kuangalia. Sawa, haina shida. Ukipita karibu, dunia inanyamaza. Mapenzi yako sweet yananyuma kwa raha, sio drama nyingi, ni simple and true. Every heartbeat yangu. Kwanza niseme nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Kuna jambo ambalo nimefanya mimi kuita, ambalo linaumiza sana akili yangu. Yaani inanifanya usiku nashindwa kulala kwa ajili ya kulifikiria hilo jambo. Na nikapiga hesabu zangu nikahisi kabisa wewe ndio mtu muhimu ambaye unaweza kunisaidia. Kuna siku nilikuja pale saloni kwenu kama unakumbuka. Nikakuita nje tukapiga story kidogo, tukazungumzia kuhusu mazingira yetu ya kwenda club nini, lakini kuna binti nilimuona pale. Mweupe alikuwa anakaa kwenye kile kiti. Yaani kiukweli yule binti mpaka sasa hivi hajanitoka kwenye akili yangu. Ni mwanamke ambaye nimetokea kuvutiwa naye sana. Na nahisi kwamba nimekufuata wewe kwa kuwa nilikukuta pale. Nahisi unamjua. Walikuwa wawili ila namzungumzia mmoja kati ya wale. Au Penina? Sijajua lakini nahisi kuna jina nilisikia pale kama anaitwa. Huyo atakuwa Samia. Inawezekana kama ni huyo kwa sababu alikuwa amekaa kwenye kile kiti, mwingine amesimama. Asa mimi namzungumzia yule alikuwa amekaa kwenye kiti. Self-caster? Ya, huyo. Sasa rafiki yangu nikwambie. Yule ana mtu wake.
na ndo Kadata anampenda hatari, yaani ndo anayemfubaza. Na mwanaume mwenyewe ana mbele wala nyuma, muuza mitumba. Ina maana anatembea na muuza mitumba kwa uzuri wote wale, si ndio? Tena ndo Kadata hatari. Ila usijali, hiyo kazi niachie mimi, si unajua sio shida zangu. Mimi nitamforce mpaka ataingia line. Uzuri mpaka nimekutafuta wewe. Najuaga tujai kufeli kwenye misheni zetu. Najua kabisa ni kwa akili yako unavyojua huwezi kuniangusha. Na labda nikwambie kitu, ili jambo mimi naomba tulifanye kwa haraka. Sawa, naona unanijua kwenye swala kutoa vichenchi sio kesi. Ndio hapo unaponifurahisha mimi. Yaani hapo tu. Wewe usijali, hiyo kazi niachie mimi. Yaani yule nitamtia magadi mpaka atalainika. Wewe bwanaka atamsawa atamuacha. Maana anamfubaza tu, hakuna hata cha maana. Yaani shuga yangu alivyokuwa mzuri yule, wewe unamuona jinsi alivyokuwa chombo. Yaani mtoto piskali, mtoto katulia, lakini kaganda pale si kagandia nini. Sio anachomnogesha kitu gani. Ila wewe usijali, hiyo kazi niachie mimi. Mimi ndo kontawa. Sasa sikiliza. Hapa nitakutumia kwanza 50,000 kwenye simu. Hiyo utajua mwenyewe unafanya vipi. Alafu mpaka jioni nitakutumia 50,000 nyingine kwa ajili ya kumshawishi. Si unajua hapo unapokubali mimi kitu kimoja tu. Yaani una kuna umenyoka. Sasa sikia, usijali. Mimi ninavyotoka hapa ndio naenda kwenye mizunguko yangu, kwa nikirudi napitia katika ile issue. Unasema basi sawa. Vipi leo unatoka? Sina hata mtoko. Wewe kama unanitoa, wewe nitoe tu. Si unajua mambo yetu yale. Ya umu. Nakubali. Basi hiyo jioni nitakutumia hiyo hela. Nitakupa ratiba kamili, kama kuna mambo yangu yatakuwa yamekaa vibaya au vizuri. Mimi naona nakukubali mwanangu. Fresh basi. Mbona niingie kwanza hivi juu kule mwanangu kule. Ngoja mimi niende hapo kati. Basi usisahau kufanya hilo jambo. Mimi nikitoka hapa njiani nitakutumia hiyo hela kabisa 50,000 ya kwanza, afu nyingine tutaonana jioni. Sawa. Hapo. Fadhila ya mapenzi kutoka kwa Malkia wa